ni shukuru kwa swali lako zuri sana, kwa sababu swala la kwamba kuna watu hawaelewani kwenye Simba sio kasema Muhindi peke yake, sio nitasema Shabani au atasema mzee Malini au mzee wangu Mwaipaya hapa. Swala hili alizungumza mwenyekiti wa bodi mzee Magoli. Alisema ndani ya klabu ya Simba kuna watu wao wanatengeneza mazingira Simba ikifungwa kwa wanafurahi, na kuna viongozi wa stafu na wengine tofauti, na hili limetutia hofu mpaka sisi. Nadhani leo tunarudia tu kwa sababu ya hawa watu wamekuja kuzungumza maneno yao, lakini kuna kauli ambazo zinazozungumzwa na watu tofauti tofauti kuhusu Simba kwamba wenyewe hawako pamoja. Klabu yetu ya Simba tuna pande mbili, kila mtu anajua. Kuna pande ya mwekezaji na ya kwetu sisi. Lakini inawezekana inavyoonekana hizo pande zinatuumiza zina nafsi zetu. Wanaonekana hawa hawajajenga nguvu moja ili sisi tusonge mbele. Kwa hiyo kwamba inawezekana hapa ndani katika viongozi kuna shida, mimi naweza nikaliunga mkono, kwa sababu hata kikao ambacho na Muhindi na yeye kafika, kikao kile hawakuitishwa, akikuitishwa na mtu wa kawaida. Hakuita Shabani, hakuita Malini wala mzee Mwaipaya. Kikao aliitisha mwenyekiti wa klabu ya Simba. Aliwaita ma-influencers ambao hata kwenye katiba ya Simba hawapo ya. Kawaita akawaambia maneno. Katika vitu walivyoongea, mimi sikatai uongozi, kila mtu ana namna yake. Lakini ndio maana nasema unapokuwa kiongozi lazima uwe na hekima na busara. Huwezi kumwambia influencer wa klabu ya Simba, wengine sio wanachama, kwamba wachezaji wanawake wanalewa. Sijui umenielewa hapo? Yaani unapozungumza vile, na maana unazidi kumtengenezea chuki yule influencer, azidi kuiongelea timu yake, kwa sababu kwenye timu yetu wanajeshi wanaopambana ni wachezaji. Dakika 90 viongozi wanatengeneza mipango, wachezaji wanapambana. Nilitegemea kiongozi maneno haya atakuja kuwaambia wanachama na viongozi wa klabu ya Simba ambao wako kwenye ngazi tofauti za chini. Kwanza matawi. Simba inaunganishwa na matawi. Bila matawi hakuna Simba. Ndio maana hata kwenye katiba yetu inazungumza matawi kazi yake kushauri uongozi. Hoja za kushauri hizi alizoongea na wama influence ambao leo wengine wanamuumbua, angeongea na matawi zisingetoka nje. Hapo kuna tatizo. Na baada ya kile kikao, kwenye swali lako hilo ndio imekuja story ya kwamba Mohamed hafai, anayefahamu mwenyekiti wa klabu. Ndio maana na sisi tunapata ukakasi. Inawezekana kwenye kikao kile kuna maneno yamezungumzwa ya kulishwa wale waliosema kwamba inaonekana Mohamed yeye ndio chanzo wa hili tatizo. Ndio maana leo mchungaji kapata nguvu ya kusema. Ndio maana leo Dr. Mohamed kapata nguvu ya kusema. Ndio maana leo mwingine na mwingine amepata kusema. Sasa swali lako linajibiwa hivi. Kweli uongozi wa Simba inaonekana ndani ya huko sawa. Kwa sababu kama uongozi ungekuwa sawa, Muhindi kuna kitu kasema hapa na mzee wangu Malini. Walimwambia mwenyekiti wa klabu, tumekusikiliza wewe, tunahitaji na upande mwingine. Katika hali ya kawaida kama umeita ma-influencer wa klabu ya Simba na unataka nguvu moja itimie, ungeenda hata na mjumbe mmoja upande wa bodi. Sawa kabisa. Sawa, ndio ilitakiwa hivi. Ukazungumza hoja, mjumbe upande wa bodi akajibu kwa upande wa bodi, wewe mwenyekiti wa klabu au mjumbe upande wa klabu kajibu upande wa klabu. Ndio maana hawa walihitaji na upande wa bodi wazungumze naye. Washapigwa kalenda 3, huyo mtu wa upande wa bodi ajaje. Kwa hiyo hapa kuna shida hapa. Sisi Simba hatutaki hizi shida. Sisi tunahitaji mafanikio. Leo hawa wazee wameacha kazi, wametoka Temeke wamekuja Magomeni, sio kama mie Mwamba, ila wanaipenda klabu yao. Kwani hawana majukumu, hawana familia? Wameacha majukumu yao kwa sababu ya kuja kuweka sawa mambo yao ya klabu. Muhindi kasema Simba kuna watu hawana pa kusemea, wanahitaji wasemewe, klabu yao iende mbele. Leo tuna masikitiko, kuna wana Simba wanakufa, kuna wana Simba wamemwaga damu juzi. Ogopa damu ya mtu ikimwagika. Kuna wana Simba mpaka leo hawaelewani wa wenyewe kwa wenyewe, wanahitaji faraja kutoka kwenu viongozi. Leo kiongozi anaita ma-influencer, katika ulowaita
Katika uliowaita wanaenda kumkataa tajiri Mohamed Dewji na wanamwambia wanampa masaa 72. Hii inatusikitisha sisi watu wa matawi. Sisi ndo tumekuchagueni nyinyi viongozi. Leo mnatupeleka wapi? Juzi tumefanya mkutano wa wanachama, tumetaka kuchangia baadhi ya hoja, mkutano mmeuvunja. Tukaseme wapi? Ndio maana tunaita vyombo, tunasema labda saa nyingine mtaona haya kutuonea aibu sisi kwa maumivu tunayoyapata. Leo mimi na mzee Malinyi tulikuwa hatuko sawa. Mimi leo na Muhindi tulikuwa hatuko sawa, lakini haya yote kwa sababu nyinyi ndio mnatugonganisha sisi vichwa. Kwa nini mtugonganishe vichwa? Leo inapoongelewa Simba nguvu moja, Malinyi amemfuata Shabani Mpira Pesa. Leo inapozungumzwa nguvu moja, mzee Mwaipaya akafuata Shabani Mpira Pesa na hapa mama yangu. Hii yote katika nguvu moja, lakini mbona nyinyi bado mnaita watu ambao hawahusiki wakamchafua mwekezaji ambaye katutoa kwenye nafasi ya 87, katuleta kwenye nafasi ya namba 5 ya ubora, katutoa tuna uwanja wa mazoezi tuna kodi, katupeleka kwenye uwanja wa Bunju ambao unachezewa, katutoa kwenye kuwa hatuna heshima, katuweka kwenye heshima. Leo ukizungumzia Sekafa katika ubora wa vilabu namzungumzia Simba Sports Club. Shabani, hapo kwenye hiki ambacho kinazungumzwa, tukirejea kwenye press ambayo imefanywa na Dr. Mohamed, hoja yao kuhusiana na mfumo mzima wa. Nimpongeze Mohamed Dewji na nampongeza kwa sababu Mohamed Dewji yeye ndo kaleta hili swala kwenye hii nchi au kwenye ukanda wa Sekafa. Sijui kama kuna nchi una huu mfumo, sijui, lakini mimi kwa upeo wangu nimeona kama Tanzania ndo wa kwanza. Sio hivyo ndio Mwaipaya. Mohamed Dewji mpaka anadiriki kuita vyombo vya habari chini ya Salama Jabir, shahidi yule dada anamwambia mimi niko tayari kuwekeza bilioni 20 na niko tayari mfumo wa klabu ya Simba ubadilishwe. Ina maana huyo amekusudia kufanya jambo zuri katika mpira. Leo kwa nini huyu mwekezaji ambaye ametaka mabadiliko abadilike mpira uende kwenye mfumo mwingine, leo yeye ndo awe kikwazo? Katika huu mfumo kumepitia viongozi wengi. Kila kiongozi anayekuja upande wetu sisi wanachama anatengeneza bezi ya kwake yeye awe na mandate na mamlaka kumpita tajiri. Huo ndio ugomvi wetu. Leo Mohamed Dewji katika hili mimi na uhakika kabisa wanashiriki pande mbili kwa sasa, isipokuwa tatu. Pande ya mwekezaji, upande wa klabu na upande wa serikali. Wanapewa maagizo. Anayelalamika kwamba mfumo huu unakwamisha mara nyingi ni Mohamed Dewji, sio upande wa viongozi wetu. Upande wa viongozi wetu wakija wanakuja na hoja tu za kubadilisha vipengele ili mradi wao wawe na mandate, wawe na nguvu. Tuzungumze ukweli wanachama, tusiongee vitu kwa kuogopana. Wao ndo wanaleta hoja za kwamba tubadilishe vipengele, wao wawe na nguvu. Mohamed asiwe na nguvu, yeye anatoa hela. Juzi umetokea mgogoro katika vipengele vilivyosomwa 6. Wanachama tulikatazwa kabisa kuvijadili kwa sababu tungejenga hoja katika mfumo wa mabadiliko. Kikao kimevunjwa kabla hata wakati. Tumeambiwa tumejinyoosha, kikao kimevunjwa. Sasa leo katika hili utamlaumu Mohamed Dewji au utalaumu watu ambao wanasimamia hili? Kwa sababu wenye jambo lao hili sio Mohamed Dewji. Wenye jambo hili ni Simba Sports Club. Wao ndio mwekezaji kaja kuwaomba Simba Sports Club kwamba anahitaji kufanya 1 2 3 4. Mtu unaweza kuomba kitu tena ukwamishe. Kwa hiyo hapa kuna kauhuni kanatumika hapa katika hatu. Kuna shida. Sawa. Shabani hapo naongezea. Kwenye hiki ambacho unakizungumza hivi. Swali lako ni vizuri kwa ile swali. Yaani jibu lake ni kwamba vipi viongozi wa klabu ya Simba wasipende kuwaogopa watu ambao wanatoa maoni, kwa sababu kiongozi mzuri ni yule ambaye anapokea maoni, wanayemkosoa anafikiria nimepotea sehemu gani ndio arudi katika reli watu waondoke. Kwa sababu wanayekosoa hapa wanakosa kupata matokeo ya uwanjani, na matokeo ya uwanjani yanapatikana kwa matawi kama anavyosema Shabani Mpira Pesa. Mwelewa? Kuna watu wanalala sehemu kwa sababu kutafuta matokeo uwanjani. Sio mainfluencer kama kina mchungaji wanatumia mikorogo yao tu pale. Anaweza kalala sema katafuta nani akapigana 10 wiki mzima mtu analala uwanjani kule. Kuna watu wanalinda uwanja pale, umeelewa? Kuna watu kila kitu kinachofanyika kwenye pambania ya klabu ya Simba. Kwa hiyo kiongozi bora ni yule ambaye anapokosolewa anakubali amekosolewa kwamba nimekosea sehemu gani katika kupata matokeo.
Tengeneza timu ya uwanjani uone kama utabebwa wewe. Kwani Malemba Mchawi alikuwa abebwa hapa Malemba Mchawi. Alikuwa anabebwa tena hana kitu. Malemba Mchawi alikuwa anabebwa watu wako hapa walikuwa wajua watu nani. Tunaingia finali ya nini hiyo 93 hiyo Mesia. Kombe la shirikisho lile bana. Kila mechi anapokuja Bamchawi watu wanashangilia uwanja mzima. Ukitaka uimbo na mashabiki, tengeneza ushindi watakupigia watakupigia saluti gwaride pale. Tulimwambia hata unyuma mwiko huyu rais wa unyuma mwiko ambaye unamjani kama ni kijana wa 2000 ambaye hata soka la Kiafrika alijui. Isipokuwa sababu uongozi umelegelega klabu ya Simba ndio maana anaonekana kiongozi bora huyu na engineers. Tulimwambia kwenye finali ya RS Zanzibar, ukiingia katika ule uwanja ule pale tutakuzomea mwanzo mpaka mwisho, kwa sababu sisi hatukutambui kama rais wa nani sio vilabu vya wapi, vilabu vya pombe, kwa sababu sisi Simba hatuko huko, sisi level nyingine. Unavyoizungumzia Simba leo, labda niwaambieni waandishi wa habari, unavozungumzia klabu ya Simba unauzungumzia muhimili na mpande wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sahihi kabisa. Katika masuala ya michezo. Sahihi kabisa. Haitambuliki Tanzania duniani kwenye michezo isipokuwa Simba. Florentino kahitaja Simba, ana jezi ya Simba. Kweli. Rais wa FC Porto ana jezi ya Simba. Nani Gerard Pique huyo? Jezi yake ya Simba ipo ndani. Sadio Mane, tunatajia vitu ambavyo mimi amvijui. Sadio Mane katika uwanja umesema Bayern Munich, ndani ya vyumba vya kubadilisha mavazi kuna jezi ya Simba na bendera ya Simba iliingia vipi bana? Hao ndio watu weledi ambao wanajua kuitangaza klabu ya Simba. Sio wahuni wachache ambao wanaidhoofisha klabu ya Simba. Pandeni kwa mgongo wenu. Msako kutumia hao viongozi fiki hapa mkatupandishia watu ambao tengenezeni timu yenu. Brand ya Simba iko huwezi kuishusha. Ukitaka kuiangamiza brand ya Simba utashuka wewe. Kama leo kina brand kina Mohamed Dr. Moa akitupa kitu chake pale atakuta kaangalia yeye na baba yake tu.